Karibu ndugu mpenzi msikilizaji wa simulizi zangu. Leo ninakuletea simulizi zinazomhusu kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Laurent. Laurent ni kijana ambaye amesomea katika chuo cha udaktari. Laurent amekuwa akisoma katika chuo cha udaktari, chuo ambacho amekuwa akifanya vizuri sana katika mwenendo mzima wa masomo yake. Laurent baba yake ni mfanya biashara wa madini. Ana migodi yake mingi tu na ana biashara zake zingine nyingi tu ambazo uzifanya. Na baba yake na Laurent anauza mafuta pia ya maloli pamoja na mafuta ya vitu vingine. Laurent anapendwa sana na baba yake. Na Laurent kwa bahati mbaya mama yake alikwisha fariki kipindi hicho Laurent anaingia form 1. Kwa upendo aliokuwa nao baba yake na Laurent ulimfanya kiasi kwamba aelekeze nguvu zake zote kwa mwanae Laurent, na badala yake alisahau na kutamani kuwa na mke mwingine kwa sababu tu alikuwa akimuona Laurent, basi ukumbuka mbali na kububujikwa na machozi ya kumwaza mkewe. Lakini Laurent alikuwa akifanya vizuri tangu yupo shule ya msingi, na Mungu alipomjalia kuelekea sekondari, basi ilikuwa ni kazi rahisi kabisa kwa Laurent. Hivyo Laurent alikuwa akiperform vizuri na kufanikiwa kuelekea kusoma chuo cha udaktari. Laurent alikuwa ni mtu mwema sana. Laurent alikuwa ni mtu mzuri sana. Lakini Laurent alikuwa ni kipenzi cha baba yake. Laurent alipofika chuo cha udaktari alikuwa akisomea udaktari, na badala yake alipokuwa amefaulu vizuri zaidi, baba yake alimsafirisha na kumpeleka nje ya nchi ili kwenda kusomea udaktari bingwa wa mambo ya wanawake. Hivyo Laurent kwa sasa ni dokta bingwa wa masuala mazima ya wanawake. Yaani tunaweza tukasema specialist. Basi Laurent alikuwa hivyo. Baada ya kutimia kama mwaka mmoja hivi, Laurent alipokuwa amehitimu kumaliza elimu yake ya udaktari bingwa wa wanawake, Laurent alirudi nchini Tanzania, na badala yapo akapata kazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Laurent alikuwa ni kijana mdogo tu, mwenye sura nzuri, ni handsome. Vijana wa sasa husema HB. Basi Laurent akawa anafanya kazi hapo Muhimbili. Baada baba yake na Laurent kumuona sasa Laurent mwanae amekwisha pata ajira, ndipo baba yake na Laurent alipoamua kuoa mke mwingine badala ya mama yake Laurent kufariki kipindi Laurent yuko form 1. Basi baba yake na Laurent ameoa binti mdogo tu, mwenye umbo zuri, mweusi, mwenye sura nzuri, mwenye shepu. Basi akawa anaishi naye katika jumba la kifahari sana. Lakini baba yake na Laurent alimfuata Laurent na kumuomba kwamba asipange sehemu yoyote ili akaishi pale katika jumba lao la kifahari pamoja na mama yake mdogo, ambaye yeye baba mtu mara nyingi husafiri kwenda nchi za nje kwa ajili ya biashara zake za madini pamoja na mafuta. Basi Laurent aliitikia ombi hilo la baba yake, kwani baba yake alikuwa ni tajiri mkubwa sana,
na mtoto wake wa pekee alikuwa ni Laurent, yaani kipenzi chake. Basi Laurent akulipinga hilo. Alihamia pale nyumbani kwao, na kutokana nyumba ilikuwa ni kubwa sana, basi Laurent alipewa chumba na sitting room, na mama yake na baba yake wakaanza kuishi sehemu nyingine. Yaani mama yake wa kambo na Laurent na baba yake wakaishi katika jumba hilo hilo katika vyumba vilivyobakia. Basi maisha yakawa yanakwenda hivyo. Baba yake Laurent alikuwa anaonyesha mapenzi makubwa kwa mwanae Laurent, yaani Dr. Bingwa wa wanawake, na hivyo mama wa kambo wa Laurent akawa anampenda sana Laurent, ili mradi tu kumridhisha mume wake naye afurahishwe juu ya mapenzi hayo. Kama unavyojua tena, vijana wa sasa wanakwenda kutokana dunia ilivyo. Laurent alikuwa anapenda sana kufanya mazoezi, hivyo mara nyingi alikuwa akibeba nondo na mwili wake ukawa umekatika vizuri kimaumbile. Na Laurent alikuwa ni HB kweli, kwani sura yake na muonekano wake ulikuwa ni wa hatari sana, kiasi kwamba mtu wa kawaida unavutiwa kwa mwanamke basi hawezi kutoka hata kidogo. Basi Laurent alikuwa akiishi pale kwa baba yake na mama yake wa kambo. Baada ya muda, baba yake alipata safari ya kuelekea nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kwenda kununua mafuta, na badala ya hapo alipata safari ya kuelekea Marekani kwa ajili ya kwenda katika soko la madini. Mambo yalikuwa hivyo. Basi Laurent na mama yake wa kambo wakaelekea kumsindikiza baba huyo mpaka airport. Alipofika airport, baba akakwea mwewe, vijana wa sasa husema, na badala ya hapo wao wakarudi. Wakati wanarudi njiani katika gari alikuwa ana drive Laurent, na mama yake alikuwa amekaa pembeni. Lakini Waswahili husema moyo wa mtu ni kichaka. Kusema la ukweli, mama yake na Laurent wa kambo alikuwa amemzimia sana Laurent, yaani amempenda kwa kifupi. Na ukizingatia mama yake wa kambo na Laurent ni msichana mrembo, mzuri, mwenye sura ya kuvutia, mwenye shepu na mwenye umri wa makamo. Basi kwa siku hile, wakati wapo kwenye gari, alijikuta anatamani kumwambia kitu Laurent, lakini alikuwa anasita sana. Hivyo alikuwa anatafuta namna jinsi gani atamwambia ili mradi malengo yake yatimie. Basi wakati wapo njiani wanarudi, Laurent ana drive gari. Mama yake na Laurent akamwambia Laurent mwanangu, leo nataka nikakupikie chakula kizuri sana. Najua leo tuko wapweke, nawe pia utakuwa mpweke sana kwa kuwa baba amesafiri. Hivyo nataka nikupikie chakula kizuri upate kujiriwaza mwanangu, ili baba yako aende kwa usalama na arudi kwa usalama. Laurent akajua ni kawaida tu kwa kuwa ni mama yangu wa kambo, ingawa ni msichana mzuri, mwenye umbo zuri, mwenye mvuto, lakini ni mama yangu kwa kuwa anaishi na baba yangu. Basi Laurent akamwambia, sawa mama, ukifanya hivyo nami nitafurahi sana, kwani leo nina hamu ya kula chakula kizuri ni enjoy. Basi mama yake wa kambo na Laurent alipofika nyumbani, aliagiza kuku wa kienyeji wawili. Mmoja akamkaanga na akamtia kitunguu swaumu pamoja na viungo vizuri, ili mradi kuleta testi ya kuliwa, lakini mwingine akamuunga mchuzi wa nazi. Baada ya hapo alipika ndizi kama mtori hivi, alafu akapika na wali kidogo mweupe. Baada hapo akaweka katika dining room, yani
katika meza ya kulia, kisha akampigia simu Laurent aje ili wapate kula. Laurent alikuwa na njaa, hivyo alipoona simu ya mama yake mdogo, yani mama yake wa kambo, ndipo alipofurahi kuona sasa msosi umekwisha kamilika, hivyo anapaswa aende ili apate kula. Alipofika pale, Laurent kama ilivyo ada, alichukua sahani yake na kuanza kuchukua upawa wa kupakulia chakula na kupakua wali kwenye sahani yake na kuanza kuchukua zile ndizi pamoja na zile nyama zilizokaangwa pamoja na mchuzi na kuanza kuchanganya ili mradi apate kula. Wakati huo katika jumba hilo wako wawili tu, Laurent na mama yake wa kambo. Mama yake wa kambo na Laurent akatoka chumbani kwake akiwa amevaa kanga moja, kitendo ambacho maumbile yake yalivyo Laurent alistaajabu kidogo, kwani si kitendo cha kawaida, kwani mama yake wa kambo na Laurent alikuwa na maumbile ambayo akivaa kanga ni hatari kubwa sana, lakini akivaa pia nguo ya kawaida ni moto wa kuotea mbali. Sasa kanga ndiyo imemzidisha kabisa kuona sasa hii ni hatari ya dunia. Basi Laurent alipomuona mama yake amevaa kanga moja na kuelekea katika dining room, basi Laurent alishtushwa kidogo, kitendo ambacho alitamani kama akimbie ama afumbe macho asimtazame mama yake huyo. Lakini mama yake mdogo na Laurent, yani mama yake wa kambo, alimwambia Laurent, mbona kama unaniogopa mwanangu? Usiogope, kula tu mwanangu, hata kama ukitaka kula vyote hakuna shida. Laurent kwa kuwa alikuwa ni msomi na daktari bingwa, alishtushwa kidogo kwa maneno ya mama yake na kuona mbona mama ananipa mtihani, kwani ni mama yake wa kambo lakini anaishi na baba ni mama yako. Basi Laurent hakujibu chochote juu ya maneno ambayo mama yake mdogo alikuwa akiyasema. Alichokifanya yeye, akapakua chakula na kutaka kuondoka kwenda kula chakula kile chumbani kwake. Basi yule mama yake mdogo akamkataza Laurent, akamwambia, unataka kwenda wapi mwanangu? Usende kokote, kaa hapa ule, na leo mimi natamani nikulishe mwanangu. Laurent akaendelea kubakia kimya kabisa, kwani alishindwa amjibu nini mama yake huyo, na kuona kwamba sasa nipo katika wakati mgumu, jumba lote hili tuko wawili, na je, haya maneno anayesema mama mdogo si ya kunitega? Laurent alikuwa akijiuliza mwenyewe katika akili yake na kushindwa kupata jibu, kwani alikuwa na wakati mgumu sana. Basi hali ikaenda hivyo. Mama yake mdogo na Laurent akaanza kumwambia, Laurent mwanangu, naomba uje nikulishe walau nyama ya kuku tu, alafu uende ukale huko chumbani unapopataka. Laurent akawa na sita kwenda, lakini mama yake mdogo akamsogelea na Laurent. Alipomsogelea, akachukua paja la kuku na kuliweka katika mdomo wake, kisha akampelekea kwa mdomo Laurent na kumuomba ale na wala asisite, kwani wako wawili na hakuna siri itakayotoka. Basi Laurent akaanza kutafuna nyama ile, na badala hapo Laurent akawa kama mwenye hofu kubwa sana na kutetemeka na kuona kwamba sasa hili jambo ni zito kwake, hivyo ana namna ya kufanya na kujua mama mdogo amenionyesha dalili za hatari sana. Basi Laurent akatafuna nyama ile, na badala ya hapo mama yake mdogo na Laurent akamkamata Laurent na kuanza kumlisha mtoli ule kwa kijiko, na badala ya hapo
akamwambia, nimeridhishwa na hilo ulilofanya mwanangu. Nakupenda sana mwanangu Laurenti. Laurenti akasema, sawa mama, nimekuelewa. Basi Laurenti kwa hofu kabisa akaondoka na kuelekea chumbani kwake. Mama yake na Laurenti akiwa amevaa kanga moja akamaliza kura na kurudi chumbani, huku akijawa na mawazo kwamba Laurenti tayari amekwisha mtamanisha na ajui afanye nini, alimradi Laurenti aweze kumkubalia ombi lake. Basi mama yake na Laurenti akaona, hapana, mimi siwezi vumilia, ngoja tu nijaribu kumwambia ukweli Laurenti. Kama atanielewa sawa, na kama hatonielewa basi sawa, nitajua huko kitakachotokea. Basi mambo yakaenda hivyo. Yule mamake mdogo na Laurenti akatoka chumbani na kuelekea katika korido, huku akielekea katika chumba cha Laurenti. Lakini alipofika njiani, roho yake ikasita na kuona, ngoja tu nikalale, kwani nitamweka katika wakati mgumu sana mwanangu huyu, kwani ni mtihani mkubwa kwake. Siku ya kwanza tu mama yako mdogo kukutaka si jambo la kawaida. Basi mamake mdogo na Laurenti alirudi na kuelekea chumbani, akaenda akapumzika. Mala usiku ukacha. Usiku ulipokucha, Laurenti aliamka asubuhi sana na kukoga haraka na akutaka amuone mama yake. Hivyo alikoga kwa haraka sana na kuvaa nguo zake na kuanza kuwasha gari na kufungua geti na kutoka. Wakati yuko njiani akielekea kazini, alimtumia message mama yake kwa kumwambia kwamba, mama, mimi nimekwisha toka, hivyo hapo nyumbani sipo. Mama yake mdogo akamwambia, Laurenti, mbona katika siku zote uondokaga saa 1 ama saa 1:30, lakini leo unanishangaza kutoka asubuhi kubwa kiasi hicho? Kwa nini mwanangu? Laurenti akamjibu katika message akamwambia, kweli mama unachokisema, ila leo nina wagonjwa wengi katika private, hivyo ningeenda kuanza nao hao then nikaelekea kazini Muhimbili. Basi mama yake na Laurenti akamwambia, sawa mwanangu, ila utakaporudi kuna jambo nataka nikwambie na kuomba unikubalie, na vinginevyo utaniweka katika wakati mgumu na huenda nikanywa hata sumu baba yako akanikuta nikiwa marehemu. Laurenti alishtushwa sana juu ya hilo. Akamwambia, mama, kwa nini ufanye hivyo? Usifanye hivyo na usifikie kufanya hivyo. Mimi ni mwanao na ninapaswa kukusikiliza. Hivyo nikirudi nitakucheki mama yangu. Basi mambo yakaenda hivyo. Laurenti akaelekea zake kazini. Alipofika kazini, Laurenti akaendelea na kazi. Lakini mchana ule wa siku ile, Laurenti hakuwa katika hali ya kawaida. Alijikuta katika wakati mgumu sana akimfikiria mama yake mdogo yule kwa yale mambo aliyokuwa akiyafanya, kwani ni mambo ambayo yalimshangaza kwa kiasi kikubwa sana, na kuona kwamba si jambo la kawaida katika dunia mama yako wa kambo kukuonyesha dalili za ajabu kama zile. Lakini mwisho wa siku akawa anajijibu mwenyewe katika akili yake kwa kusema kwamba labda kutokana ameishi sana Ulaya ama ameishi sana maisha ya uzungu, labda kwake ni jambo la kawaida tu, ila mimi kutokana ni mtu wa pwani na Tanzania, huenda kwangu ndio tatizo, lakini labda yeye kwake ni swala la kawaida. Lakini akawaza tena kwa kusema, okay, ngoja nione nitakaporudi ataenda kuniambia kitu gani. Hapo ndipo nitakonfirm ama nitathibitisha kwamba ana jambo lipi analolihitaji kutoka kwangu. Basi Laurenti akaendelea na shughuli zake, na wakati huo
mama yake yule akaenda kukoga, akavaa vizuri nguo zake zenye vishawishi na akakaa sebreni akawa anaendelea kutazama TV. Ilipofika mida ya saa 9 ama 10 kasoro hivi, Laurenti akarejea nyumbani. Alipofika nyumbani akapiga honi, mama yake akaenda akafungua mlango na Laurenti kuingiza gari na kupaki. Mama yake akafunga geti na kumuona Laurenti, lakini nguo alizovaa mama yake na Laurenti zilikuwa za kutega, ni zaidi ya zile alizovaa jana usiku wakati wanakula katika dining room. Hali hile ilizidi kumvuruga Laurenti na kuona sasa nimeingiwa katika mtego mkubwa sana. Basi Laurenti akamuuliza mama yake kwamba uliniambia kuna jambo nataka kuniambia, lakini mbona unambii? Alikuwa akiwaza kumwambia hivyo, lakini alinyamaza kimya kuanza kumsikiliza kitu gani atasema. Basi mama yake la Laurenti akamwambia Laurenti, Laurenti mwanangu, nilikwambia kuna jambo nataka nizungumze na wewe. Laurenti akamwambia sawa mama, ngoja nikoge nipumzike, then nitakutumia message ili tukutane sebreni. Basi Laurenti akaelekea bafuni na kukoga, lakini Laurenti wakati anakoga akawa anajiuliza maswali, kitu gani kinakuja kutokea baina ya mimi na mama yangu, ama swali gani ambalo mama yangu wa kambo huyu anataka kuniuliza. Lakini akasema ngoja tuone, kwa sababu usijaji kitu kabla hakijafikia. Mambo yakaenda hivyo. Laurenti alipomaliza kukoga na kubadilisha nguo zake za kazini na kuvaa nguo za kurelax nyumbani, akaenda mpaka sebreni na kumuita mama yake na kumsikiliza. Mama yake alipokuja pale akawa anamtazama Laurenti kwa macho laini sana, macho ya mahaba sana, macho ambayo Laurenti kutokana na msomi aligundua kitu ndani yake, ila tu alitaka kuthibitisha ili apate jibu lililo kamili. Mambo yakawa magumu kiasi hicho. Maisha yakaendelea. Mama yake mdogo na Laurenti akaanza kumwongelesha Laurenti. Akamwambia, Laurenti mwanangu, naomba unisikilize jambo moja. Hili jambo ambalo nataka nikwambie, kwanza nahitaji unipe jibu. Je, utanikubalia ama utanikatalia? Laurenti akamwambia, kuna vitu viwili, huenda nikakukubalia ama nikakukatalia. Linatokana na jambo lenyewe lilivyo. Likiwa liko sahihi nitakubali, na likiwa lisilo sahihi nitakataa. Yule mama alivyosikia majibu ya Laurenti akawa anawaza na kuona kwamba sasa imekuwa ni wakati mgumu sasa wa kumweleza shida yangu. Kitu gani nifanye ili Laurenti aweze kunielewa? Mama yake na Laurenti akaanza kumwambia Laurenti, Laurenti mwanangu, ngoja nikwambie, unajua wewe ni handsome sana. Laurenti akamwambia, kwa kuwa mimi sijioni mwenyewe, huenda ikawa hivyo unavyosema ni sahihi mama. Akamwambia hilo moja, lakini la pili Laurenti, unavutia sana mwanangu. Kwanza ni HB mmoja hatari sana, halafu unanivutia mimi sana. Laurenti akashtushwa kidogo. Akamwambia, nakuvutia kivipi mama? Mama mdogo akaona hapa mambo yasiwe mengine. Akamwambia, hapana, nakwambia kwamba mwanangu ni handsome mzuri, sijui huko tena wakwe zetu itakuwaje. Laurenti akacheka, hali ya kuwa akagundua mtego wa mama yake mdogo. Baada hapo mama yake mdogo na Laurenti akaona bora abadilishe mada kwa kubadilisha mada ya kumwongopea. Kumbe alichokuwa akitaka kukisema tofauti na kile ambacho sasa
anaelekea kukisema. Akamwambia, mwanangu Laurent, nimekuita tuzungumze. Nilitaka nijue leo unataka kula nini. Ukiniambia unachotaka kula, basi ndicho ambacho nikupikie. Laurent akacheka kidogo kwa kuona sasa mama ana escape kile ambacho alikusudia. Lakini hakuwa na nia mbaya Laurent. Akamjibu tu, akamwambia, mama, leo mimi nahitaji nipate ugali na mboga za majani pamoja na kuku wa kukaanga. Nikila hivyo mama yangu nitafurahi sana. Basi mama yake na Laurent akamwambia, sawa mwanangu, nimekuelewa, lakini naomba nikwambie jambo moja tu. Mimi leo naumwa kwa ukweli. Kuna mambo yananisumbua sana, lakini kesho nitakwambia ugonjwa ninaoumwa. Kwa kuwa wewe ni daktari bingwa rafu wa wanawake, basi nitakwambia mwanangu, wala usiwaze. Leo ngoja nitoke hapa nende nikakuchukulie mahitaji then nikupikie mwanangu. Laurent akasema, nashukuru sana mama, naomba fanya hivyo. Basi Laurent akaenda zake kwenye chumba chake na mama akaelekea sokoni, akachukua gari akaelekea sokoni na kununua mahitaji yale ambayo Laurent alikuwa akihitaji kwa siku ile. Turudi upande wa baba yake na Laurent aliyekwenda Saudi Arabia. Alikwenda huko kuchukua bidhaa za mafuta pamoja na kwenda Marekani kuangalia soko la madini. Baba yake na Laurent alikuwa ni mwenye kipato kikubwa sana, na kila namna alizokuwa akizifanya katika maisha Mungu alimnyoshea na alimuonyesha kwamba Mungu anaweza. Hivyo maisha yake yalikuwa ni mazuri na wala hayana mushkeli wowote. Mambo yakawa hivyo. Basi Laurent, baba yake na Laurent, akawa amepiga simu kwa mkewe kumwambia kwamba sasa ndipo anaelekea safari ya Marekani, lakini kuna dharura nyingine imejitokeza. Nitaelekea Dubai, nitakaa mwezi mmoja. Baada ya hapo nitaelekea Hong Kong, nitakaa mwezi mmoja. Hivyo nitakaa miezi kama miwili. Basi alipompigia mke wake huyo, yaani mama yake mdogo, mama yake wa kambo na Laurent, mkewe akamwambia, sawa, nimekuelewa mume wangu, wala usijali, tuko pamoja, nami nakuombea dua Mungu akutangulie. Turudi upande wa mama wa kambo wa Laurent aliyetoka sokoni na kununua mahitaji kwa ajili ya kumpikia Laurent. Amekwenda sokoni akanunua mahitaji kama vile ambavyo Laurent anataka. Hivyo akapika, na baada ya hapo alipopika chakula kile kitamu sana, akawaza na kumuita Laurent. Akamwambia, Laurent, leo mwanangu nimekuridhisha unachokitaka. Hivyo nakuomba uje tule kwa pamoja, lakini kama vile ambavyo mimi nimekuridhisha wewe katika kile ulichokitaka, hivyo nami naomba uniridhishe siku moja mwanangu katika kile ambacho nitataka unifanyie. Mama yake wa kambo na Laurent alimwambia Laurent maneno hayo. Wakati huo Laurent akamwambia, sawa mama, nimekuelewa. Basi wakaendelea kula ugali ule na mboga za majani. Walipomaliza, Laurent akanawa, na mama yake na Laurent akawa anamtazama sana Laurent kwa mahaba huku anapomega tonge na kulila. Basi mama yake na Laurent akawa anapeleka macho kutoka kwenye kumegwa na tonge mpaka tonge linapofika mdomoni, na alafu ushusha macho yake chini. Laurent alimuuliza mama yake mdogo huyo, mama mdogo, mbona unanitisha sana? Umepika chakula kitamu kiasi hichi alafu unatazama kile ninapomega. Kwa nini mama mdogo unanifanyia hivyo leo? Akasema Laurent huku akiwa kama anamzihaki kwa kumtania tu. Anamzihaki mama yake mdogo, yaani anamtania. Basi akamtania, na baada ya hapo wakawa wanacheka, wamefurahi kwa kiasi kikubwa sana. Basi
Laurent kutoka hapo akaelekea zake kukoga, akamwaga mama yake mdogo, na mama yake mdogo akamwambia usiku mwema, akaenda kulala. Mama yake mdogo na Laurent akawa bado ana maswali ya kujiuliza na kuwaza na kuwazua kitu gani afanye ili mradi amtie katika mtego Laurent. Lakini amefanya vitu vingi vya kumtega Laurent, lakini Laurent anajifanya kama hajui vile kitu gani kinachoendelea. Basi siku hiyo ikaisha. Kesho yake asubuhi Laurent akaelekea kazini na mama yake Laurent akabaki nyumbani, kwani alikuwa ni mama wa nyumbani, huku akiwaza nifanye jambo gani ili mradi nimshawishi Laurent anipe penzi lake, kwani nimetokea kumpenda kuliko hata baba yake. Basi kutoka hapo Laurent alipokwenda zake kazini siku hiyo akarudi. Aliporudi akampigia simu mama yake, na wakati huo mama yake wa kambo alikuwa yuko chumbani amelala. Na alipopiga simu, basi mama yake na Laurent wa kambo aliona namba ya Laurent na akainuka akaelekea zake kukoga. Baadaye akamjibu Laurent, habari ya kazi mwanangu, kwa kutumia meseji. Laurent akamwambia salama tu, sijui wewe ulivyoshinda mama yangu. Akamwambia nimeshinda salama, ila pia jana niliongea na baba yako, ameniambia amepata safari nyingine ya kuelekea Dubai. Akamwambia basi sawa, hakuna shida mama yangu. Akamwambia sawa, asante. Baada kama ya nusu saa hivi, mama yake mdogo na Laurent akampigia Laurent. Akamwambia Laurent, mwanangu, leo kuna movie nzuri nataka nikuwekee, tukae tutazame, lakini hiyo movie tutatazama badala ya kula. Laurent akamwambia sawa mama yangu. Ni movie ya aina gani hiyo, ya kizungu ama ya kihindi? Akamwambia utaiona hapo hapo kama ya kizungu ama ya kihindi, lakini ningeomba tu movie hiyo ni kutuweke baada ya kula chakula. Laurent akakubaliana na wazo la mama yake wa kambo, akamwambia hakuna shida. Basi mama yake huyo akaingia zake jikoni na kuanza kuandaa mambo yake ya chakula na kadhalika. Alipomaliza kuandaa chakula hicho, alikiweka katika dining room kama ilivyo kawaida. Alipotoka hapo, kwa kuwa alikuwa na jasho kidogo la upishi na kadhalika, akaelekea zake bafuni mama yake mdogo na Laurent. Akakoga, na alipomaliza akatoka zake na kuelekea chumbani kwake na kujiandaa vizuri kwa mavazi yenye mtego kabisa. Mama yake mdogo na Laurent alivaa nguo za kulalia, nguo ambazo zilikuwa zinaonyesha mwili wake wote, na kiasi kwamba ndani alikuwa hajavaa nguo ya ndani hata moja, na alikuwa amevaa shanga katika kiuno chake, na badala yake kuvaa nguo za kulalia ambazo zinaonyesha maungile yake yote ya mwili. Badala hapo akamuita Laurent. Akamwambia Laurent, njoo tule mwanangu. Laurent wakati anafika sebreni, alipomuona mama yake mdogo, Laurent alisisimka sana. Kwa kweli alisisimka, kwa kuwa mama yake mdogo alikuwa na shepu ya hatari sana. Yaani binadamu wa kawaida huwezi vumilia, labda uwe malaika. Basi Laurent akajikaza kisabuni, kama vijana wa sasa husema, akara ngumu, lakini moyo ukawa unauma. Basi alipofika pale wakaanza kula. Laurent wakati anakula akawa anamkumbusha kwa kuzuga mama yake mdogo. Akamwambia, mama mdogo, uliniahidi leo kuna movie nzuri ambayo unataka uiweke tuitazame. Mama yake mdogo akamwambia, kweli Laurent, umenikumbusha,
ipo ndani, ngoja tukimaliza kura tukae tutazame. Akamwambia sawa. Mama yake mdogo na Laurent, yani mama yake wa kambo, akamwambia Laurent kwamba sawa, lakini movie yenyewe itakuwa kama ina masaa mawili hivi, na sihitaji tuangalie alafu uondoke. Mimi nikiwa peke yangu nitasinzia. Hivyo kama tunaitazama basi tuitazame wote kwa pamoja. Laurent akamwambia usijali mama, ukizingatia kesho Jumapili, ingawa ninakwenda kule hospitali, lakini nitawahi kurudi. Hivyo hakuna shida, hata kama nikichelewa kuamka sidhani kama ni tatizo. Akamwambia sawa mwanangu, nimekuelewa. Huku wakawa wakiendelea kula chakula chao. Basi wakala wanakula kile chakula. Walipomaliza kula kile chakula, yule mama yake na Laurent akamwambia Laurent, mimi naelekea ndani kuchukua movie, hivyo nisubiri hapo hapo sebreni. Basi mama yake na Laurent wa kambo akachukua movie ile CD. Kumbe kule ndani wakati anaenda kuchukua CD ile CD ilikuwa ni CD ya ngono, yani CD ya X vijana wa sasa usema. Basi akachukua CD ile akaanza kuichukua, na alipofika pale ile CD ilikuwa na cover la CD ya movie, lakini ndani ilikuwa ni CD ya X. Basi akachukua CD ile akaeka pembeni kwanza. Laurent akamwambia mama yake, haya mama, weka CD tuanze kuangalia movie. Basi mama yake na Laurent, huku akiwa amevaa nguo za usiku ambazo zinaonyesha kila kitu, akaweka CD ile na kuanza kutazama movie. Wakati wanatazama movie, ilipoanza kuplay, ikaanza kuonekana watu wanaanza kufanya romance na kuanza kufanya mapenzi katika staili tofauti tofauti. Laurent alishtushwa sana na CD ile aliyeweka mama yake. Akamwambia, mama, umekosea CD ama ni hii ambayo ulikusudia? Mama yake mdogo akamwambia, Laurent mwanangu, hivi kusoma ujui, hata picha uone mwanangu, unataka nikufanyeje? Pale ndipo Laurent akajua sasa mama yake kweli anamtaka kimapenzi. Basi Laurent akajikaza kisabuni kutazama CD ile yenye mbwembwe tofauti. Lakini nikuulize jambo moja, ndugu mpenzi msikilizaji, unaonaje ukiwa na mama yako unatazama CD ya ajabu, unakuwa unaisije vile? Basi ndivyo alivyokuwa Laurent. Aliganda kama roboti bila kupepesa macho kokote na kutazama kwa kujikaza ile CD ili mradi tu iishe aondoke. Lakini wakati mwingine akawa naye anatamani kumwambia mama, mbona kama unazingua, kama vipi tubwage tu, lakini alishindwa kusema hivyo kwa kuwa alikuwa akimuwaza sana baba yake, na kwa kuwa anampenda sana baba yake na kumheshimu, hivyo hakutaka kutembea na mama yake mdogo huyo. Basi Laurent alijikaza mpaka movie hiyo ikaisha, na baada hapo Laurent alisimama huku mzee wake, yani dhakari yake, ikiwa imesimama na ile track alovaa ilikuwa imesimama, mpaka mama yake akawa anacheka na kumwambia Laurent, nini hicho kilichochomoza? Laurent akabaki kucheka na kukimbia kuelekea chumbani kwake. Hali ilikwenda hivyo. Basi Laurent alipofika chumbani kwake akawa anasikitishwa sana na kusema, da, sasa mama mdogo anakonipeleka huku anataka anione mimi zuzu au ni nini? Ngoja sasa. Ila baadaye Laurent moyo ukarudi na kuwaza kwamba okay, yule mimi ni mama yangu, siwezi kufanya chochote. Lakini wakati huo Laurent amekwisha jua kitu gani mama yake mdogo anataka. Basi mambo yakawa hivyo. Wakalala. Siku yake, kesho yake ikafika. Mama yake na Laurent alilala chumbani kwake na Laurent akalala chumbani kwake. Kesho yake ikafika, Laurent akaamka asubuhi na kuelekea kazini. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili, ndipo ambapo
Laurent sasa anaenda zake kazini kwa mara nyingine. Mama yake na Laurent alijawa na mawazo siku ile. Kwani alikuwa ajui kitu gani kinaendelea juu ya Laurent. Na kuona kwamba Laurent nimemwonyesha dalili zote, hataki kumaliza koda, nifanye nini sasa? Basi mama yake mdogo na Laurent akasema sasa natumia mbinu ya mwisho. Mbinu hii endapo Laurent hato nifanyia mimi chochote, basi itakuwa ndio mwisho. Basi mama yake mdogo na Laurent, kwa kuwa amegundua Laurent yuko zake kazini, hivyo alichokifanya akamtumia message. Akamwambia, mwanangu, ninaumwa sana, naomba ufanye haraka urudi, na niko chumbani nimelala. Laurent aliona vile akasema huyu yuko serious kweli. Basi Laurent kwa kuwa alikuwa anatoka mapema, akawesha gari na kuanza kufanya safari kwa spidi. Basi Laurent alipofanya safari kuelekea nyumbani kwa ajili ya kumwahi mama yake mdogo juu ya matatizo aliyomwambia. Laurent alipofika pale akagonga geti. Mama yake mdogo akatoka huku anauguria kwa maumivu makali. Akafungua geti na kukimbia mama yake mdogo huku akilalamika maumivu. Laurent akashuka katika gari na kumfuata mama yake wa kambo huyo na kumwambia, nini tatizo kubwa mama? Akamwambia, mwanangu Lau, ngoja tu niende chumbani kwangu nikapumzike, alafu nitakuita nikwambie nini tatizo. Basi Lau alikaa nje pale sebreni na kumsikilizia mama yake endapo atamuita ili ajue kitu gani kinamsibu. Basi baada ya kama dakika 10 hivi, yule mama wa kambo wa Laurent akamuita Laurent. Akamwambia, Laurent, njoo mwanangu. Laurent alipoingia akamwambia, mwanangu, ninajipu sehemu mbaya sana, hivyo naomba ulitazame kwa kuwa wewe ni daktari. Je, ujue litaniletea madhara au la? Laurent akamwambia, haya mama, nionyeshe. Basi yule mama akachukua mkono wa Laurent akapeleka mpaka sehemu zake za siri na kumshikisha Laurent, kitendo ambacho Laurent na maumbile ya yule mama akajikuta anapapasa mkono huku anashangaa kitu gani kinachoendelea. Laurent akaona sasa ni mtihani. Mara kidogo mama yake anamvuta Laurent na kumforce aangize mikono yake yote chini katika sehemu zake za siri, kiasi kwamba Laurent alishangazwa. Lakini tena Ibilisi akaingia na Laurent akaanza sasa kucheza na kuonyeshana uwezo wa kimpira yeye na mama yake. Hapo ndipo Laurent aliposhindwa mtego wa mwisho wa mama yake mdogo na kuanza kuhusiana na kufanya mapenzi na mama yake mdogo. Laurent alionyesha ufundi wake, na vivyo hivyo mama mdogo alikuwa ni fundi zaidi ya Laurent, kwani mama mdogo alikuwa ni shangingi na mtu kweli aliyetembea duniani. Basi wakaanza kuonyeshana ubabe wa kimahaba. Mahaba hayo yalifanyika takriban masaa 4, na baada ya hapo mama yake na Laurent akaanza kumwambia Laurent huku akicheka, mwanangu, unajifanya una akili nyingi sana wewe. Kila nikikwambia kitu gani nataka unajifanya utaki. Nadhani leo utakuwa umetimiza ahadi yangu, na najihisi kwamba nina faraja, na leo ndio siku yangu na najisikia na furaha sana. Kwa hiyo ninaweza nikasema leo ni kama birthday yangu. Laurent akashangaa sana maneno yale aliyosema mama yake mdogo. Badala hapo akaelekea bafuni na kukoga. Walipomaliza kukoga, Laurent akajikuta anakwenda kulala chumba cha baba yake. Laurent alipofika kulala katika chumba cha baba yake mpaka asubuhi. Baada ya hapo wakawa tena kama unavyojua watu ambao walikwisha fanya tendo, kitu gani kinafuata. Ikawa asubuhi hiyo Laurent akaomba tena mchezo, akapewa, akafanya la kufanya,
na baada ya hapo wakakoga na kuelekea kazini. Kwa bahati mbaya, siku ile wanafanya tendo lile, yule mama alikuwa amepatwa na ujauzito. Ujauzito ambao Laurenti amempa mama yake mdogo, yaani mama yake wa kambo. Basi Laurenti akawa kila siku anafanya tendo hilo na mama yake. Nyumba ile tena ikawa imeenea mahaba ya kutisha kweli kweli. Mahaba yalionea yalikuwa ni makubwa baina ya mama yake mdogo na Laurenti pamoja na Laurenti. Laurenti alikuwa akimbeba mama yake mdogo huyo huku na kule sebre nzima, akimwonyesha michezo ya kikubwa, na vivyo hivyo mama yake huyo alikuwa akiyafanya mambo mazito juu ya Laurenti. Penzi lilitaradadi kana kwamba kama mtu na mke wake vile, na sio mtu na mama wake wa kambo. Mambo yalikuwa mazito kiasi hicho. Basi ilipofika miezi kadhaa, yule mzee baba yake na Laurenti aliyekwenda Ulaya akapiga simu kuwa anaelekea kurudi. Basi alivorudi, mama yake wa kambo na Laurenti pamoja na Laurenti walikwenda kumpokea airport, na baada ya hapo wakafika nyumbani na mama yake akaandaa chakula wakara kwa pamoja. Lakini Laurenti kwa kuwa amekwisha nogewa penzi la mama mdogo, akaona sasa ni mambo mazito, sasa baba yupo, sipati raha zangu. Hivyo Laurenti baba yao alipotoka kwenda kazini alimnong'oneza mama yake mdogo kumwambia, sasa tuwe makini sana, tusije tukafanya wakati baba yupo. Kikubwa tuvumilie, unajua tena huyu mzee hakawii kusafiri, muda si mrefu atasafiri. Hivyo akisafiri tutaendelea na mambo yetu. Basi mambo yakaenda hivyo. Mama yake mdogo na Laurenti akawa mjamzito, lakini bado ujauzito ni mchanga sana. Basi yule mzee akawa anaendelea na shughuli zake za kila siku. Mara kidogo, siku moja akamuita Laurenti, akamwambia, Laurenti mwanangu, nimekuita mwanangu, kuna jambo nataka nikwambie. Laurenti alishtushwa sana, alijua huenda baba yake anajua chochote kinachoendelea. Akamwambia, mwanangu, nimekuita, wewe ndiye mwanangu wa pekee ambaye ninayekupenda, na nahitaji sasa hivi uweze kujua vitu vyangu vingi, kwa kuwa umeshakuwa mkubwa na sasa hivi ni daktari bingwa. Laurenti akamwambia, sawa baba, nimekuelewa baba yangu, kitu gani unataka kuniambia? Akamwambia, mwanangu, kwanza hizi ndizo kadi zangu za benki, ziko 4, halafu na miradi yangu kama ile ambayo nimekuonyesha mingine, naomba uisimamie vizuri. Laurenti akashtuka kidogo, akamwambia, kwa nini baba unafanya hivyo? Akamwambia, kwa umri wangu na maradhi ninayoumwa, nahisi muda wowote huenda nikafa. Hivyo nimejaribu kukuita wewe mwanangu wa pekee na kukuambia kwamba maisha yangu ndo hayo, ujaribu kurinda izimari ili zipate kukusaidia baadaye. Laurenti alishtushwa kidogo na kauli za baba yake. Akamwambia, kwa nini baba unazungumza maneno hayo? Kwani tatizo ni kitu gani? Akamwambia, kweli una haki ya kuniuliza. Laurenti mwanangu, umeshakuwa mtu mzima na una akili, na sijawahi kukwambia hata siku moja, ila leo naanza kukwambia ukweli ili upate kujua ukweli juu ya maisha yangu. Akamwambia, mama yako alikufa muda mrefu kidogo, lakini hukujua kitu gani kilichomuua mama yako. Ulihisi ni homa tu ya kawaida. Laurenti akamwambia, ndiyo baba. Akamwambia, ile haikuwa homa ya kawaida. Mimi ndiyo nilikuwa mwenye makosa kwa kuwa nilimletea maradhi ya ukimwi mama yako, na ndivyo mama yako akapata shoki akafariki. Hivyo mimi pia ni muathirika, na kwa dalili ninazoziona
Jana nilikwenda hospitali na kuambiwa kwamba CD4 zangu haziwezi tena kupanda, kwa maana muda wowote kuanzia sasa huenda nikafariki. Laurenti alishtushwa na alishikwa na presha kubwa sana. Kitu kilichomfanya ashikwe na presha ni kwamba kama baba yake ameathirika, inakuwaje mama yake wa kambo alimtaka yeye na kumpa maradhi bila yeye mwenyewe kujua. Hivyo Laurenti alijijua kama baba yuko hivi, basi na mimi niko hivi, kwa kuwa nimekwisha tembea na mama mdogo. Hivyo Laurenti akajuta na kuwa na mashaka makubwa sana. Akamwambia sawa baba, nimekuelewa. Lakini baada ya hapo Laurenti alipoinuka kuelekea chumbani kwake akadondoka kwa wasiwasi na kuzimia. Hivyo baba yake na Laurenti alipagawa sana na kumbeba Laurenti, kumchukua na kumpeleka hospitali. Mama yake mdogo na Laurenti alishtushwa na tukio lililotokea kwa Laurenti. Akamuuliza mume wake, mume wangu, kitu gani kimetokea juu ya Laurenti? Akamwambia, hapana, tulikuwa tunazungumza maisha tu, mara namuona amedondoka. Basi wakaenda naye hospitali, wakampeleka hospitali. Walipompeleka hospitali akatiwa dripu, na badala hapo Laurenti akazinduka, akakaa sawa. Baba yake na Laurenti akamwambia, Laurenti mwanangu, kitu gani kimechokusibu mpaka ukadondoka, ama ni ile kauli ya mimi kukwambia vile? Laurenti akamwambia, hapana baba, nimekukosea sana baba yangu. Kitendo ambacho nilichokifanya ni makosa makubwa, na lililotokea ni jambo kubwa sana kwangu, yaani siwezi hata kuamini. Baba yake akamwambia, kitu gani ulichokifanya mwanangu? Akamwambia, baba, mama mdogo amenishawishi nikatembea na yeye, kumbe nyote mmeathirika. Je, mimi nitakuwa mtu wa aina gani? Yule mzee aliposikia vile anaambiwa kwamba ametembea na mama yake wa kambo na yeye ameathirika, mzee akahisi pia na mwanae ameathirika. Hivyo mzee akadondoka akazimia, na Laurenti akazimia papo hapo, na wakapelekwa hospitali na mwishowe wakafa. Mama yule alipopata taarifa kwamba Laurenti na baba yake wamekufa ghafla, naye akazimika, akadondoka pale pale na kuzimia, naye akafa. Hivyo mali zikaja kuchukuliwa na ndugu zake na baba zake wadogo na Laurenti pamoja na ndugu wengine walikuwepo pale, kwani yule mama alizimia kwa sababu alikuwa mjamzito, lakini pia mshtuko wa baba yake wa mumewe kufariki pamoja na mwanae, alihisi kwamba kuwa siri imekwisha vuja, lakini sivyo ilivyokuwa. Ndugu mpenzi msikilizaji, ni mimi mwanasimulizi wako nijulikanaye kwa jina la Mengi aka Kisiki. Nimetunga simulizi hii ili tupate kujifunza jambo moja. Ewe baba, ewe mama ambaye una watoto uliotangulia kuwapata, ukitaka kuoa ama kuolewa, basi jaribu kumchukua mtu mwenye makamo yako na mwenye heshima yako, ambaye ataheshimu familia yako. Usichukue mvulana mdogo kama wewe ni mwanamke, kwa sababu mvulana huyo asiyokuwa na hekima anaweza akakuharibia hata watoto wako. Lakini vivyo hivyo usichukue mwanamke mdogo ambaye bado hajamaliza starehe. Hivyo ukifanya hivyo anaweza yakatokea kama ambayo yalimtokea Laurenti. Hivyo ni funzo kubwa katika maisha kutambua kwamba mababa wanaoa wake wadogo kwa watoto zao, basi wawe makini sana, la sivyo ibilisi atawachezea katika maisha yao. Lakini vivyo hivyo wamama wanaolewa na wavulana wadogo, basi watambue hilo kwamba inawezekana binti yake akamtamani baba yake. Hivyo ni jambo ambalo la kulitazama na kutumia umakini wa hali ya juu sana. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia pale awali, mimi ni mtunzi wako najulikanaye kwa jina la Mengi aka Kisiki, na kuomba ufanye jambo moja la busara tu. Kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba click button nyekundu iliyoandikwa subscribe, ili uwe wa kwanza kupata video zangu mara tu nitakapo
ziupload. Asante kwa kunisikiliza.